lam yatrukna nalhu wa nal'abu bal 'allamana wa arshadana ila aqwamil akhlaq. Bali mwalimu huyu hakutuacha tucheze cheze na tufanye upuuzi, bali katujuza, akatufunza na akatuongoza katika tabia zilizokuwa njema. Pamoja na kwamba huu ni mwezi wa Shaaban na sifa yake ni mwezi wa funga, lakini mada yangu haitokuwa Shaaban na yale mazuri yaliyomo, biahamiyati ma uridu qawlahu, kwa umuhimu wa yale ambayo nataka niyafikishe kwetu. Itoshe kujua kwamba Shaaban ni katika miezi muhimu mno ndani ya ummati Muhammad. Wa qad itana bihi nabiyuna wa alayhi afdalu salati wassalam. Mwenyewe mwalimu wa umma huu alifanya juhudi mno ndani ya mwezi huu wa Shaabani kufanya khairi mbalimbali na hasa kufunga. Lakini mada itakuwa madharatu nifaq fi hadhihi al-umma, madhara ya unafiq, mada ambayo nilileta kwenu ikawa sikuimaliza. Allah akanipa dharura, wa dharura tuqaddaru biqadariha, dharura yakadiriwa kwa namna yake. Ikabidi Ijumaa iliyopita nisiwepo, Allah kaniwafikisha leo niko nanyi. Naomba tuishi katika madharatu nifaq. Ndugu zangu, kama liko jambo baya min amradul qalbi, kunako maradhi mazito ya mioyo, an-nifaq. Bali nifaq qad yazidu ala al-kufri, bali unafiki unafikia mahala ukataka kuizidi kufru, kwa sababu al-kafiru yu'raf bi'alamatihi adh-dhahira wa amma an-nifaq alamatuhu al-batina. Kwa sababu kafiri wamjua wewe kwa alama zake ziko dhahiri, kavaa msalaba, katamka moja kwa moja kwamba yeye sio Muislamu, anaingia katika masinagogi ambayo kwa lugha yao ni kanais, bi'un, sawami'u. Haya ni majina ya majumba ya kiibada ya Wanaswara na Mayahudi. Kwa hiyo wewe waona wale, wajua hawa ni watu wabaya kwangu, hawa sisi. Lakini munafiq huwa alladhi ma'aka, wa qad yakunu kad tajammala minka libasan wa madhhara, na wakati mwingine anaweza akawa apendeza mno kimavazi na muonekano kuliko wewe ambaye labda una uchamungu wa hali ya juu. Na huyu yakunu baina sufufi almuslimin, mko naye katika safu ya Waislamu, na wengine ufika mahala wakapewa mamlaka ya taasisi ya misikiti na mfano wa hayo, bali wengine huaminiwa fi akhtari al-umur, katika mambo ya hatari ndani ya Uislamu, kwamba mambo hayo haipendezi wala si vizuri yatoke nje. Lakini ndani mwenu kuna munafiqun, watu wabaya sana. Ni vigumu sana kuwatambua. Watu hawa walimtaabisha Mtume Muhammadin. Nilipata kusema paka iliteremka sura maalum inaitwa suratul munafiqun, kwa ubaya wa watu hawa.
Allah akasema, anamwambia Nabiullahi Muhammad, idha jaaka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Ndipo watakapokuijia wale wanafiki watasema, tunashuhudilia kwamba wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Hawa ni wepesi kutamka, kukubali, ni wepesi kutamka, kukubali jambo. Hata leo tulionao ambao mtawajua kwa alama zao, ni wepesi kukubali mambo, kupokea miongozo, kupenda mamlaka, lakini kumbe lengo lao ni hujuma, kuwahujumu Waislamu. Na tuna mifano. Wallahu ya'lamu innaka la rasulu, lakini Allah ndiye anayejua kwamba wewe ni mtume wake. Hakuna haja kwamba hawa wafahamu, Allah Mola wako anajua. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun, Allah anashuhudilia ya kwamba hawa wanafiki ni waongo, si wa kweli hata mara moja. Sasa wawajuaje wewe? Mtu kama mimi na wewe tuna kipimo gani? Namna gani tuishi na watu hawa? Leo ndugu zangu, niseme ule ukweli, mambo mengi hayaendi. Tumekosa nini? Tuna dhambi gani kwamba sisi twalalama? Matajiri wengi tunao sisi, wachumi wengi tunao sisi, bali hata wasomi tunao, lakini sisi ni watu watuishi kulalama, kwa sababu waliozunguruka mambo yetu ni wanafiki, si wa kweli. Mnaanzisha jambo jema sana, zuri, lakini linaishia hewani, na kama likienda linaenda kiudumavu, halivutii, halifurahishi, halishawishi, kwa sababu limezungurukwa na wanafiki, watu ambao miongoni mwa alama zao, nilizungumza baadhi ya alama, nikasema ni wingi wa kuapa. Wanaapa sana. Ittakhadhu aymanahum junna, na vile viapo ndiyo kinga yao. Wallahi wabillahi watallahi, hiyo ni kinga kumjua kwamba huyu mtu yuko na Mungu, mpaka kamweka mbele yake. Hawa watu hawana hofu. Fasaddu an sabilillah, lakini viapo vyao vile walivyovifanya kuwa ni kinga, wakawa wanazuia mambo ya Mwenyezi Mungu kutendeka. Sasa mtu ameshakuapia wewe, utakuwa una wasiwasi naye upi? Kaapa, lazima umfungulie kifua, umpe asrari, umpe mambo, kumbe unayamimina mambo kwa aduullahi ladud, anakwenda kukuangamizeni. Hawa wamemsumbua sana Mtume Muhammad pale Madina, kapata shida sana. Raisuhum mashhur Abdullah ibn Ubay ibn Salul, huyo alikuwa ndiyo mkuu wao. Wapendwa ndugu zangu, Allah anasema tabia yao hawa, wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna, wakikutana na wale walioamini. Tuko nao sasa hapa msikitini katika jambo, tuko nao kwenye taasisi, wanasema tumeamini, tuko nanyi, sisi ni wajahidina, wapambanaji. Wa idha khalau, wakiepukana na nyie wakakengeuka kidogo, ila shayatinihim, wanakwenda kwenye mashetani yao, kwenye watu wao wabaya, kwenda kuwahujumu. Qalu
wanasema kuwaambia wale, inna ma'akum, sisi tuko pamoja nanyi bwana, wala msiwe na wasiwasi, innama nahnu mustahzi'un, si vinginevyo sisi tuwacheza shere wale. Haya ndio yanayotusibu, twapanga mambo lakini wako miongoni mwetu wanapeleka kwa wale maadui zetu, Mayahudi na Manasara. Majuzi tu hapa Riyadh, moja katika miji mikubwa katika mamlaka al-Arabia as-Saudia, bali ndio capital yake, mji mkuu, ulifanyika mkutano mkubwa sana wa nchi zote za Kiarabu na Kiislamu haula ma yajri fi Gaza min qatli abriya min an-nisa walwildan walrijal al-ajaiz, katika kuwaua watu wasiokuwa na hatia, watoto wadogo, kina mama na wazee. Walikutana pale, jaat ad-duwal al-islamiyya min kulli hadabin wa sawb, nchi za Kiislamu zilikuja pande zote za dunia musharakatan li hadhihi al-jilsa, ili watoe ushirikiano wao na watoe tamko lao la pamoja kwa yale yanayoendelea kule Gaza. Lakini pale pale kuna kauli moja kupitia udaba, wale watu wanaotengeneza falsafa na balagha na fasaha ya maneno ya Kiarabu, walisema ittafaqa al-arabu au ittafaqat al-arabu alla yattafiqu, na waweza wakasema vile vile ittafaqa al-arabu alla yattafiqu, walikubaliana Waarabu wasikubaliane. Yani kukaa kwao wakakubaliana ni jambo muhali, walishakubaliana kwamba wasikubaliane, na walitoka pale mutafarriqin mutashattitin mukhtalifina al-ara, rai mbalimbali, wametofautiana, bali wale ambao ndio wanakubalika na ndio wenye nguvu ndio kwanza hawakuwa tayari kuonyesha vitisho. Achilia mbali vita, maana tuzungumzi vita, vitisho, hata muqata'a, kuwakata wale kwa kuto kuwapa baadhi ya masalih yanayotokea kwao, hawakuliweza hilo. Kwani Malik Faisal bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Faisal Ali Saud, King Faisal, kwani yeye alikwenda kupigana? Yeye alitoa tamko ya kwamba lan amuta hatta tat'a qadami hadha bait al-maqdas wa usalli fihi, mguu wangu huu mimi sitokufa, na muomba jalia anipe umri nipambane mpaka mguu wangu huu kanyage Baitul Maqdas na niswali ndani yake. Kauli ilitisha dunia, ilimkhofisha Marekani, na akaanza kuwaita ndugu zake. Allah alimjalia mfalme Abdul Aziz kuwa na watoto wengi mno, zaidi ya 60. Akasema tena, sisemi hili kuchukua umma usiokuwa damu yangu kwenda kupigana, tutaanza na familia yangu. Marekani akazidi kupata chuki, lakini akasema bali mafuta ya nchi takatifu hayatouzwa Marekani. Ikawa ni fimbo ya Musa kwenye bahari, lazima ipasue, watu wapite. Ikamtisha Marekani,
na akapanga njama za kuhakikisha Faisal hawezi kuishi ulimwenguni tena, na hilo ndilo lilofanyika. Akashawishiwa mmoja miongoni mwa wana familia, mtoto wa mdogo wake ndiye aliyetekeleza mauaji ya King Faisal. Paka leo tarehe ya Kiislamu haitaacha kumtaja mfalme mmoja tu katika wafalme waliopita wote, ambaye ni King Faisal bin Abdul Aziz. Kana mujahidan lillah la yakhafu fillahi lawmata laim, alikuwa ni mpiganaji, hakuogopa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu lawama ya mwenye kulaumu. Hivi ndivyo Uislamu unavyotaka. Innal aisha aisha al-akhirah ayuha al-mu'min. Ewe ndugu zangu, ewe Muislamu ulioko hapa, maisha ni akhira. Hapa hakuna maisha. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wala al-akhiratu khairun laka min al-ula wala al-akhiratu khairun wa abqa. Nyinyi mwathirika mno, mwadhani kwamba hapa ni mahala penu. Si makazi yetu haya. Hapa tuko kivulini, twaenda kivuli ambacho ili tuishi vizuri kuna masharti yamewekwa. Ndugu zangu, hiyo ni alama ya kwanza, viapo. Alama ni nyingi sana, zimo ndani ya Qur'ani na hata leo sitoweza kuzimaliza, lakini tuzungumze alama moja ambayo hubbu mujalasa almustahziin billah wa ayatihi, kupenda kukaa pamoja na watu wanaozicheza shere aya za Mwenyezi Mungu na kumcheza shere Allah subhanahu wa ta'ala. Wako watu hawana hofu, na katika hili nawaambia ndugu zangu mlioko hapa, anasema Mtume Muhammad kabla sijaileta aya kwenu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir la yajlisu ala maida yudaru fiha alkhamru. Yule ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu na kuiamini siku ya mwisho hawezi kukaa katika meza ambayo watu wanabadilishana vyupa vya pombe, watu wanakunywa pombe. Ni kuzichezea shere aya za Mwenyezi Mungu. Na Allah kasema, waqad nazzala alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayati llah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Hakika imekusha kuteremshwa katika kitabu kwamba mkisikia aya za Mwenyezi Mungu zachezwa shere na zinafanyiwa istihza, msikae pamoja na mahala hapo au watu hao. Innakum idha mithluhum, tahamaki nyie mtakuwa mfano wao. Nasi ndio twaongoza. Kuna watu leo kwa sababu ya maslahi ya kidunia anajua kabisa kwamba huyu anampiga vita Mwenyezi Mungu na mtume wake, kwamba huyu anayafanya mambo ambayo Uislamu hayaridhii, ndiyo rafikie huyo wa kupeana paka siri, alafu mtu huyo anamfanyia wadui nduguye Muislamu kwa maslahi ya kidunia. Ndugu zangu Waislamu, hakuna hata mmoja mwenye nafasi ya kujitengezea sheria ya yeye aishi. Lazima twende kwenye mafundisho ya Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallama, kule tutapata maisha yetu. Hii ni alama nyingine, watu hawana hofu. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم ودعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس ذو الوجهين يأتي على هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. Anasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama katika muendelezo wa hutuba yetu ya pili juu ya mtihani huu wa nifaq, kwamba watu wabaya ni wale wenye nyuso mbili. Kuna watu wanaishi nasi kwa nyuso mbili. Nilipata kumsikia shekhe wangu Ahmed Swedi humuita mtu kama cha kubimbi, na wakati mwingine yuko nyoka mmoja hivi naye pia na vichwa viwili, mbele agonga, nyuma anagonga. Dhul wajhaini ni mtu mbaya sana. Yati ala haulai biwajhi, akija kwetu ana uso wake, tavaa lemba, sijida kubwa sana, kanzu mzee imezidi tele ya sunna. Baada ya kuitwa sunna manake dashdashatu sunna au kamisu sunna, ile imezidi itakuwa ni fardhu, manake imezidi mpaka inakwenda kwenye magoti, mpaka atakawe kavaa bukta sasa isiitwe kanzu. Akienda kwa wale jamaatul khairi, wale wanaopiga vita Uislamu, nako kule anafanana nao, katia suti, tai, apendeza kweli kweli. Na sio kwa maana kwamba labda ni mfanyakazi tu au ni mtu anashughulika na mambo ya kule, la, ni kwamba afanane nao ili waweze kumwamini na kumkubali na kuwekeza maneno yao ili kuja kubomoa kwetu. Huyu mtu ni mbaya sana, Allah tunusuru naye. Hii nifaqi inatia uoga. Kuna kauli ya mtume ya Mwenyezi Mungu katika ile suratul Munafiqin, ngoja nipasome pale: wa idha ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma'a liqawlihim. Haya niliyatafsiri khutba iliyopita, kaannahum khushubun musannada. Sasa lengo ni hapa, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Watu hawa wanadhani kila tukio, kila sayha, kila ukelele basi wasemwa wao ndio alama zao wanafiki. Mfano ama ongezi hapa, mnafiki yuko kule nje atauliza, hivi shekhe pamesemwa nini leo pale? Kulla sayhatin alaihim, kila tukio kwamba ni wao. Kwanza hawajiamini tabia yao, yani wamekaa mguu ndani mguu nje, leo wamesema nini kule. Hii ni alama ya nifaq. Ziko alama nyingi nimewambieni, ni baadhi tu. Hajiamini. Hata akiwa ofisini anaweza akaenda shekhe pale kwa jambo, yuko tayari atoke kwenye ile ofisi, hajiamini, ni unafiki. Leo unaweza ukahudumiwa na mtu asiyekuwa Muislamu kwa furaha na kwa huruma na kwa msaada, lakini nduguyo umemweka pale kwa sababu yupo kinafiki, anakuogopa. Leo kuna mkuu mmoja wa wilaya, nadhani mmeiona na trend katika mitandao ya kijamii, kavunja msikiti pale Chalinze, nadhani mmeiona watu wengi. Kavunja msikiti, watoto walikuwa wakienda mbali sana kusali siku za Ijumaa, shule nadhani ya kata. Basi siku moja akaenda mfadhili pale kutembea, wakamuomba wapate msikiti. Ukajengwa msikiti kando kabisa ya shule, lakini ndani ya eneo la shule. Hii kwa eka 20 umekwenda kujengwa pembeni kule. Bwana mkubwa akatoka, eti kanuni za nchi na katiba yetu hairuhusu msikiti kuwa katika eneo hili. Kauvunja mpaka chini, pekueni mtaona. Alafu anaitwa sijui Ramadhani Posi. Hebu msomeni, manake ni jambo lipo.
wala haizungumzwi kwamba ni maneno tu yamefujiwa. Sasa ukiangalia kiwango hichi, ni bora hata kama wajua wamekosea, kwa kweli ni nyumba ya Mungu, nyumba ya Allah, basi ujitie hamnazo waje wavunje wengine. Wewe unatamka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kaifa sawalat laka an tahdima almasjida bisabab desturi dawli, kwa sababu ya katiba eti imesema ukavunje msikiti. Mbona tunaona pale Tabora Boys kuna misikiti wapi, kuna misikiti paka maeneo mbalimbali kuna misikiti. Hii ni kuto kujitambua, na ndio wengi tuko katika sura hiyo. Unafiki umejaa kila mahala, watu hawajiamini. Allah anasemaje katika suratul Bayyina? Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu din. Hawajaamrishwa hao, kwa maana Waislamu, illa walichoamrishwa ni kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa ukweli, kwa ikhlas. Kinacholeta kitabu sisi Waislamu vifua vibovu, na maradhi ya vifua ni hatari sana. Watu ni wagonjwa. Utamkuta mtu utadhani kwamba akifa huyu basi atakuwa pembezoni mwa Mtume, tena ubavuni kwa anachopendeza. Lakini kumbe kwa Mwenyezi Mungu huyu, baada ya Firauna na Abu Jahali, afuata yeye. Ndio wale wa idha ra'aitahum tujibuka ajsamuhum. Kwa hiyo ndugu zangu, kumalizia khutba yangu ambayo pesa kuimalizia, sijazungumzia alama yao ya uvivu, na ina aya nyingi. Sijazungumzia alama ya khadaa, ina aya nyingi. Sijazungumzia alama ya hubbul athara, kupenda umimi, na ina aya nyingi. Alafu ndio uje kwenye zile alama tatu za Mtume Muhammad. Mtume kazungumza tatu, na katika riwaya nyingine ziko 4. Wa idha khasama fajara, hiyo ni alama pia nifaq. Akifanya ugomvi na mtu lazima aharibu mazingira, auwe au apige. Wa idha khasama fajara, hizi ni alama ambazo nazo tutazipa nafasi kwa siku yake kuweza kuzungumzwa. Lakini ndugu zangu, nifaq imerudisha Uislamu sita bora duniani hatua 60 nyuma. Tuko 40 tu hapa, kuanzia kule kulikoshuka wahai, alikoteremka Bwana Muhammad, akaletwa akazaliwa pale, na Qur'ani kateremka pale, imeanzia huko. Nifaqi imesaliti watu wengi mno, imevunja nchi nyingi. Na katika alama mbaya katika maendeleo na msukumo wa Uislamu kwenda mbele, hakuna maradhi zaidi ya nifaq, kwa sababu ni adui unaoishi naye na kula naye, lakini haumtambui. Ni shida sana. Ni bora yule ambaye tayari amejipambanua, utadili naye kwa kuwa unamuona. Ni kama kuwa na mke mbaya, vijana wa leo wanasema anakuchiti, alafu wewe bado hujalitambua hilo, matokeo yake anakuletea maradhi, unaangamia. Ukiwa unalala naye shuka moja, unakumbatia, unapenda, vua kama hili ndio wewe waogelea hasa, kumbe uko ndani ya hatari iliyopitiliza. Nas'alullah an-nasra wan-najata wal-fawza wal-khalas min hadhihi al-ibtilaat. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuondoe katika mtihani huo. Hadha wa sallu wa sallimu ala imamil mursalin
وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه، حيث قال عز من قائل: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واستأصل شأفتهم ولا تدع لهم من باقية. اللهم اسقنا من فيض قل مدرار واجعلنا من الذاكرين لك بالليل والنهار المستغفرين لك بالعشي والأسحار. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وصالحات أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.